Na wanasiasa wa kundi la ODM la Linda Mwananchi wameendelea kushtumu kaunti ya Nairobi kwa utendakazi wake katika kudhibiti mafuriko yaliyosababisha vifo vya watu 43 jijini pekee. Wakiongozwa na katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna, wanasiasa hawa pia wametaka viongozi wenza wa ODM kuheshimu kukamilika kwa mkataba uliotiwa sahihi kati ya Rais William Ruto na marehemu Raila Odinga, kama Seth Olale anavyotuarifu. Wakihudhuria mkutano wao wa kwanza eneo la Ukambani, viongozi wa mrengo wa ODM wa Linda Mwananchi waliendeleza pingamizi yao dhidi ya ushirikiano wa ODM na UDA ya Rais William Ruto. Katika mkutano eneo bunge la Kaiti, kaunti ya Makueni, viongozi hao walitangaza rasmi kwamba mkataba kati ya hayati Raila Odinga na Rais Ruto ulikamilika. Jana tarehe 7 mwezi wa 3 ilikuwa siku ya mwisho ya mkataba ambayo tuliweka kati ya UDA na ODM. Hakuna huo mkataba tena, iliisha jana. Na niliwaambia kama unataka kuextend hiyo mkataba, the only person who can extend it is in Bondo resting Raila Amolo Odinga. Tuliambiwa ya kwamba tarehe 7 Machi jana, tuliambiwa ya kwamba abduction itakuwa imekoma haijakoma. Viongozi hao wakikashifu kile walisema ni uzembe wa kaunti ya Nairobi na kuitaka kuwajibika mafuriko yaliyosababisha vifo na kuharibu mali. Hii flooding inafanyika kule Nairobi ni poor leadership, ni uongozi isio bora. We want to be told who are the professionals who are responsible for the failures that have ensured that Nairobi has no drainage. Kundi hilo likisisitiza kwamba litaendelea kuhamasisha Wakenya kuzinduka dhidi ya utawala wa Rais Ruto. Tuko na ajenda moja na tuko pamoja na tunawaza mawazo inakaribiana. Kwamba tayari 18 million young people chukua kura ndio tupeleke Kasongo nyumbani. We are the last generation kubadilisha hii nchi democratically. Tukikosa kubadilisha hii nchi democratically, Gen Z will do a revolution. Seth Olale, runinga ya Citizen.